safari ya kuelekea maadhimisho ya miaka 100 ya utoaji huduma za afya kwa wananchi waishio kusini mwa Tanzania na hata jirani ya Msumbiji na nchi jirani ya Msumbiji. Safari hii ni ya kutafakari historia yetu, kusherehekea mafanikio tuliyoyapata, kutambua changamoto tulizonazo na kuweka mikakati ya kujenga hospitali yenye uwezo mkubwa zaidi kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufikia hatua hii muhimu. Kwa kipindi cha karibu karne moja, hospitali yetu imeendelea kuwa alama ya matumaini kwa maelfu ya wagonjwa waliopata huduma za matibabu bila ubaguzi wa dini, kabila, jinsia wala hali ya kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali ya Mtakatifu Benedict Ndanda ni miongoni mwa hospitali kongwe nchini Tanzania. Hospitali hii ilianzishwa mwaka 1927 na mtawa wa shirika la masista wa mishonari wa Benediktini wa Tutzing aliyefahamika kwa jina la Sister Tekla Sisterbeck OSB, akiwa na maono ya kuwafikishia wananchi huduma za afya zenye ubora, huruma na utu. Hospitali kwa sasa inamilikiwa na Abasia Ndanda chini ya uangalizi wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Tangu kuanzishwa kwake imeendelea kutekeleza dhamira ya kutoa huduma za afya kwa mfumo wa kutotengeneza faida. Kwa lugha ya kigeni wanasema not for profit organization, ambapo mapato yanayopatikana hurudishwa katika kuboresha huduma za afya, kuendeleza miundombinu pamoja na kuwekeza katika maendeleo ya wataalamu. Kutokana na kukua kwa huduma na kuongezeka kwa mahitaji ya wananchi, mwaka 2010 hospitali ilipandishwa hadhi na kuwa hospitali ya rufaa ndani ya mkoa, hatua iliyowezesha kupanua huduma za kibingwa na kuwa kituo kikuu cha rufaa kwa ukanda wa kusini mwa Tanzania. Leo hii hospitali ya Mtakatifu Benedict Ndanda imeendelea kuwa hospitali inayotegemewa kwa kutoa huduma za kibingwa, mafunzo ya wataalamu wa afya pamoja na kufanya tafiti zinazochangia maendeleo ya sekta ya afya nchini. Tunapoelekea kutimiza miaka 100 mwaka 2027, hospitali imejiwekea dira ya kufikia hadhi ya hospitali ya kanda ili iweze kuhudumia wananchi wengi zaidi kwa ubora uliokidhi viwango vya kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda inaendeshwa kwa msingi wa uwajibikaji, ushirikishwaji na utawala bora. Hospitali ipo chini ya bodi ya wadhamini iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, hospitali ina bodi ya ushauri inayojumuisha wawakilishi kutoka serikalini, viongozi wa dini, wadau wa maendeleo, wananchi pamoja na taasisi mbalimbali za umma na binafsi. Katika shughuli za kila siku, hospitali inaongozwa na mkurugenzi mkuu akisaidiwa na wakurugenzi wa idara mbalimbali pamoja na management ya hospitali ambao kwa pamoja husimamia utekelezaji wa majukumu yote ya utoaji wa huduma. Tunapenda kutumia nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwa Mhashamu Baba Abate Christian Temu ambaye kupitia uongozi wake wa kiroho na usimamizi wa Abasia Ndanda ameendelea kuwa mlezi mkubwa wa hospitali yetu. Busara, maono na ushirikiano wake vimeiwezesha hospitali ya Mtakatifu Benedict Ndanda kuendelea kusimama imara na kutoa huduma bora kwa wananchi kwa kipindi chote cha uongozi wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda ina jumla ya vitanda 300 kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wanaolazwa. Kwa wastani hospitali hupokea zaidi ya wagonjwa 100,000 wa nje kila mwaka na kuhudumia zaidi ya wagonjwa 8,000 wanaolazwa kwa mwaka. Hospitali ni kituo kikuu cha rufaa kwa wananchi wanaotoka katika mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma, ikihudumia takribani wilaya 10 zenye jumla ya watu zaidi ya milioni 3.2. Aidha, kutokana na ukaribu wake na mipaka ya Tanzania na Msumbiji, hospitali pia hupokea wagonjwa wengi kutoka maeneo ya kaskazini mwa Msumbiji, jambo linaloifanya kuwa hospitali yenye mchango mkubwa katika utoaji wa huduma za afya za kuvuka mipaka. Kuongezeka kwa idadi ya wananchi wanaoendelea kuchagua hospitali ya Ndanda ni ushahidi wa imani kubwa walionayo kwa huduma zinazotolewa na hospitali yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, rasilimali watu ndio muhimili mkuu wa utoaji wa huduma bora za afya. Hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda imeendelea kuwekeza katika kuajiri, kuendeleza na kuwajengea uwezo watumishi wake ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora, salama, zenye viwango vinavyokubalika kitaifa na kimataifa. Kwa sasa hospitali ina jumla ya watumishi 388 wanaojumuisha kada mbalimbali za wataalamu wa afya na watumishi wa kada za utawala na huduma saidizi.
Mgawanyo wa watumishi hao ni kama ifuatavyo: watumishi wa kudumu wa hospitali wako 248, watumishi wanaolipwa na serikali kuu wako 40, watumishi wanaojitolea ambao hospitali wapatia posho ya kujikimu 41, watarajali wanaofanya mafunzo kwa vitendo internship 59, wakiwemo madaktari, wauguzi na wataalamu wa maabara. Aidha, ina jumla ya watumishi 17 waliopo katika mafunzo ya muda mrefu kwenye vituo mbalimbali ndani na nje ya nchi kupitia mpango wa kuendeleza watumishi kazini. Mafunzo hayo yanajumuisha udaktari bingwa bobezi, uuguzi wa kibingwa, famasia, sayansi ya maabara, tiba lishe na taaluma nyingine muhimu. Mpango huu wa kuendeleza watumishi umeiwezesha hospitali kuongeza wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu na hivyo kuboresha ubora wa huduma zinazotolewa kwa wananchi. Pamoja na mafanikio hayo, bado hospitali inakabiliwa na changamoto ya upungufu wa watumishi katika baadhi ya kada muhimu kutokana na ongezeko la wagonjwa na upanuzi wa hospitali. Hivyo tunaendelea kuiomba serikali kuendelea kutupatia watumishi zaidi ili kuendana na mahitaji halisi ya hospitali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na kutoa huduma za afya, hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda ni kituo muhimu cha mafunzo kwa wataalamu wa afya nchini. Hospitali inashirikiana kwa karibu na chuo cha afya cha Ndanda Coas ambacho kimeendelea kuzalisha wataalamu wenye weledi na maadili ya kazi. Kupitia chuo hiki, wanafunzi hupata mafunzo ya nadharia na vitendo katika mazingira halisi ya utoaji huduma. Kwa sasa chuo kinatoa mafunzo ya ngazi ya stashahada katika kozi mbalimbali zikiwemo uuguzi na ukunga, sayansi ya maabara pamoja na utabibu. Uwepo wa chuo hiki kimeifanya hospitali kuwa kituo muhimu cha kujifunzia kwa wanafunzi kutoka ndani na nje ya mkoa wa Mtwara. Aidha, tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutuamini kuwa kituo rasmi cha mafunzo kwa wahitimu wanaofanya mafunzo kwa vitendo internship. Kwa sasa hospitali inapokea madaktari, wauguzi na wataalamu wa maabara wanaofanya mafunzo ya vitendo chini ya usimamizi wa wataalamu wetu. Mafunzo haya yanachangia kuongeza uzoefu kwa wahitimu hao, lakini pia yanaongeza nguvu kazi na uboreshaji wa huduma kwa wananchi. Hospitali itaendelea kushirikiana na serikali katika kuandaa wataalamu wenye uwezo na kukidhi mahitaji ya sekta ya afya nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda imeendelea kupanua huduma zake ili kukidhi mahitaji ya wananchi wa ukanda wa kusini mwa Tanzania. Huduma zinazotolewa ni pamoja na huduma za wagonjwa wa nje. Hospitali hupokea wagonjwa wa rufaa na wale wanaofika moja kwa moja kwa ajili ya uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu. Huduma za wagonjwa wanaolazwa. Huduma hutolewa katika wodi mbalimbali zenye vitanda karibia 300 kwa wagonjwa wanaohitaji uangalizi wa karibu. Huduma za kibingwa. Hospitali inatoa huduma za kibingwa katika maeneo yafuatayo: magonjwa ya ndani, magonjwa ya figo, magonjwa ya macho, uzazi na kina mama, magonjwa ya watoto, upasuaji, mifupa na ajali, masikio, pua na koo, magonjwa ya ngozi, huduma za dharura, uchujaji wa damu, kitaalamu inaitwa dialysis, uchunguzi na matibabu ya wagonjwa ya matumbo, chumba cha wagonjwa wa uangalizi maalum ambao tunaita ICU na NICU. Huduma nyingine zinazotolewa na hospitali ni huduma za mazoezi, viungo bandia na viungo saidizi, huduma za meno, huduma za maabara, huduma za radiolojia na uchunguzi wa kisasa, huduma za dawa na ushauri wa matumizi ya dawa, huduma za tiba lishe, huduma za matibabu ya saratani kwa kupitia tiba kemia. Hospitali imeendelea kuimarisha huduma za matibabu ya saratani kwa njia ya chemotherapy, hatua ambayo inawapunguzia wananchi wa kusini gharama na usumbufu wa kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo. Vile vile hospitali ina kliniki maalum. Kliniki hizo ni pamoja na kliniki ya kisukari, kliniki ya shinikizo la damu, kliniki ya magonjwa ya moyo, kliniki ya magonjwa ya figo, kliniki ya lishe, kliniki ya mama na mtoto, kliniki ya chanjo, kliniki ya wagonjwa wanaoishi na virusi vya ukimwi, kliniki ya kifua kikuu, kliniki nyingine za kibingwa kulingana na mahitaji ya wagonjwa. Huduma hizi zimechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha ufuatiliaji wa wagonjwa wenye magonjwa ya muda mrefu na kuongeza ubora wa maisha yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi cha miaka karibu 100 ya utoaji huduma, Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda imepata mafanikio makubwa. Baadhi ya mafanikio hayo ni pamoja na kupandishwa hadhi na kuwa hospitali ya rufaa mwaka 2010, kuendelea kupanua huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, kuanzisha huduma za chemotherapy kwa wagonjwa wa saratani, kuendelea kuwa kituo muhimu cha mafunzo ya wataalamu wa afya nchini, kuongeza matumizi ya teknolojia katika utoaji huduma, kuendelea kupata imani kubwa kutoka kwa wananchi wa Tanzania na Msumbiji, kuimarisha ushirikiano na serikali
na wadau wa maendeleo, kuwepo kwa ushirikiano wa utoaji huduma za kibingwa na ubingwa bobezi baina ya hospitali na taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, Upanga na Mloganzila, Taasisi ya Mifupa MOI, Taasisi ya Saratani Ocean Road, Taasisi za Tafiti za Afya Tanzania NIMRI, bila kusahau Hospitali ya Kanda ya Kusini Mtwara. Hospitali vile imefanikiwa kufika kiwango cha nyota 5 cha utoaji wa huduma za afya, kitaalamu wanaita Safe Care Level 5. Imewezesha hospitali kuwa miongoni mwa hospitali chache nchini zenye hadhi hiyo inayotambulika kitaifa na kimataifa. Kupokea tuzo ya mlipa kodi bora kwa mwaka 2026 kwa mkoa wa Mtwara, ikiwa ni utambuzi wa uwajibikaji na mchango wa hospitali katika maendeleo ya taifa. Tunatumia nafasi hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuimarisha sekta ya afya na kwa kutambua mchango wa Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda kupitia tuzo hiyo. Tuzo hii ni heshima kubwa kwa hospitali yetu na imeongeza ari ya kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi na kuendelea kuwa mlipa kodi bora ili kuchangia maendeleo ya taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda inatoa shukrani za dhati na za kipekee kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano mkubwa ambao imeendelea kutupatia katika kuboresha huduma za afya. Tunaishukuru serikali kwa kuendelea kutupangia watumishi wa kada mbalimbali kupitia serikali kuu na halmashauri, kututambua kama kituo rasmi cha mafunzo kwa wataraji wanaofanya internship pale za udaktari, uuguzi na sayansi ya maabara, kuendelea kushirikiana nasi katika kuboresha huduma za kibingwa kupitia taasisi zake mbalimbali, kuchangia bajeti ya hospitali kwa kupata mgao kutoka Wizara ya Afya kupitia mfuko wa pamoja wa afya Health Basket Fund unaotuwezesha kupata vifaa tiba na dawa kutoka Bohari Kuu ya Dawa ya Taifa MSD, kutoa zaidi ya shilingi milioni 300 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa jengo la mama na mtoto, mradi ambao unatarajia kugharimu kiasi cha zaidi ya bilioni 5 na utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa huduma kwa kina mama, watoto wachanga na watoto kwa ujumla. Kwa niaba ya management bodi na wananchi tunaohudumia, tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutambua mchango wa hospitali yetu katika kuboresha afya za Watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda inaendelea kutoa huduma bora zinazokidhi mahitaji ya wananchi na kuendana na maendeleo ya teknolojia ya tiba duniani, hospitali imeendelea kuwekeza katika uboreshaji wa miundombinu, vifaa tiba na mazingira ya utoaji wa huduma. Kwa sasa hospitali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Baadhi yake ni ujenzi wa jengo la mama na mtoto ambalo litakapokamilika litaboresha huduma za uzazi, watoto wachanga na watoto kwa ujumla. Upanuzi na ukarabati wa jengo la upasuaji ili kuongeza uwezo wa kufanya upasuaji wa kibingwa na kupunguza muda wa kusubiri huduma. Ujenzi wa jengo la kisasa la kuhifadhia, kutenganisha na kuchakata taka za hospitali kwa kuzingatia viwango vya usalama wa mazingira na afya. Ufungaji wa nishati mbadala ya umeme wa jua ili kupunguza matumizi ya umeme wa mafuta na maji. Hii itasaidia katika utunzaji wa mazingira. Ujenzi wa hosteli za wanafunzi wa chuo cha afya cha Ndanda ili kuboresha mazingira ya kujifunzia. Mpango wa ujenzi wa nyumba za hospitali ili kuboresha ustawi wa watumishi na kuongeza upatikanaji wao wa huduma kwa wakati. Miradi hii ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa kuifanya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda kuwa hospitali yenye miundombinu ya kisasa na huduma zinazokidhi matarajio ya wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyapata, bado hospitali inakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji ushirikiano wa serikali, wadau wa maendeleo na jamii kwa ujumla. Changamoto hizo ni pamoja na upungufu wa watumishi. Mahitaji ya huduma yanaongezeka kila wakati kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa wanaofika hospitalini. Hata hivyo, idadi ya wataalamu waliopata haitoshelezi mahitaji halisi ya hospitali. Tunaiomba serikali iendelee kutupatia vibali vya ajira na kuongeza wataalamu katika kada mbalimbali, hususan madaktari bingwa, wauguzi, wataalamu wa maabara, wafamasia na kada nyingine muhimu. Upatikanaji wa vifaa tiba. Kadri huduma za kibingwa zinavyoendelea kuongezeka, ndivyo mahitaji ya vifaa tiba vya kisasa yanaongezeka. Hospitali inaendelea kuhitaji vifaa vya kisasa vya uchunguzi na matibabu ili kuongeza ubora wa huduma na kupunguza rufaa zisizo za lazima kwenda hospitali nyingine. Kukamilisha miradi ya maendeleo. Ingawa hospitali imeanza kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, bado kuna changamoto za upatikanaji wa fedha za kukamilisha miradi hiyo kwa wakati. Tunaiomba serikali na wadau wa maendeleo
kuendelea kushirikiana nasi ili kuhakikisha miradi hii inakamilika na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Kuimarisha huduma za saratani. Hospitali imefanikiwa kuanzisha huduma za matibabu ya saratani kwa njia ya chemotherapy, jambo ambalo limeleta nafuu kubwa kwa wananchi wa kusini mwa Tanzania. Hata hivyo, bado tunahitaji vifaa tiba zaidi, wataalamu wa kutosha na dawa ili kuimarisha huduma hizi na kuwahudumia wagonjwa wengi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoelekea kuadhimisha jubilei ya miaka 100 ya utoaji huduma za afya ambayo itaadhimishwa mwaka 2027, Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda imejiwekea malengo makubwa ya kuhakikisha kuwa historia ya miaka 100 inaacha urithi wa kudumu kwa vizazi vijavyo. Lengo letu kuu ni kuifanya Hospitali ya Mtakatifu Benedict Ndanda kufikia hadhi ya hospitali ya kanda yenye uwezo wa kutoa huduma zote muhimu za kibingwa na ubingwa bobezi kwa wananchi wa mkoa wa Mtwara, Lindi, Ruvuma na maeneo jirani ya nchi ya Msumbiji. Katika miaka ijayo, hospitali imejiwekea malengo ya kufikia hadhi ya hospitali ya kanda, kuwa kituo kinachoongoza kwa huduma za kibingwa kusini mwa Tanzania, kuimarisha huduma za kibobezi za saratani, figo, moyo, mifupa, macho na mama na mtoto, kuendeleza kuzalisha wataalamu wa afya wenye weledi kupitia chuo cha afya cha Ndanda, kupanua matumizi ya teknolojia ya kisasa katika uchunguzi wa matibabu, kuimarisha tafiti za kitabibu na ubunifu katika sekta ya afya, kuongeza ushirikiano wa kitaifa na kimataifa katika utoaji wa huduma na mafunzo. Dira yetu ni kuhakikisha kuwa Hospitali ya Mtakatifu Benedict Ndanda inakuwa hospitali ya mfano katika ukanda wa Afrika Mashariki. Tuna uhakika kuwa ushirikiano uliopo kati ya serikali, kanisa, wadau wa maendeleo na wananchi, ndoto hii inaweza kutimia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu yetu inasema jubilei miaka 100 Hospitali ya Ndanda, huduma bora kwa watu wote. Kauli mbiu hii inaakisi dhamira yetu ya kuendelea kuwahudumia wananchi wote bila ubaguzi na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma bora. Katika kuadhimisha miaka 100 ya hospitali, management imeandaa kampeni maalum ya kuchangia fedha kwa ajili ya kununua mashine ya MRI. Kupatikana kwa mashine hii kutaleta manufaa makubwa, ikiwa ni pamoja na kuboresha uchunguzi wa magonjwa mbalimbali, kupunguza rufaa za wagonjwa kwenda hospitali mbalimbali, kupunguza gharama za matibabu kwa wananchi, kuokoa muda wa wagonjwa na familia zao, kuongeza ubora wa huduma za kibingwa katika ukanda wa kusini. Tunatumia nafasi hii kuiomba serikali, taasisi za umma na binafsi, mashirika ya dini, wadau wa maendeleo, kampuni mbalimbali, wananchi wote kushiriki kwa hali na mali katika kampeni hii ya kihistoria. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia kwako tunaomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee kusaidia katika maeneo yafuatayo: serikali kupitia Wizara ya Afya na wadau wake mbalimbali kuchangia katika manunuzi ya MRI, kuongeza idadi ya watumishi wa afya ili kukidhi mahitaji ya hospitali, kuendelea kufadhili na kukamilisha ujenzi wa jengo la mama na mtoto, kuisaidia kukamilisha miradi ya maendeleo inayoendelea hospitalini, kuimarisha huduma za matibabu ya saratani kwa kuongeza wataalamu, dawa na vifaa tiba, kuunga mkono mpango wa Hospitali ya Mtakatifu Benedict Ndanda kwa kufikia hadhi ya hospitali ya kanda ifikapo jubilei ya miaka 100 mwakani. Tunaamini kuwa uwekezaji katika hospitali yetu ni uwekezaji katika afya, ustawi na maendeleo ya wananchi wa kusini mwa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, jubilei ya miaka 100 si ya hospitali pekee, bali ni wananchi wote ambao kwa kipindi cha karibu karne moja wamekuwa sehemu ya historia ya hospitali hii. Tunatoa wito kwa serikali, mashirika ya dini, sekta binafsi, taasisi za umma, wafanyabiashara, wahitimu wa chuo cha afya cha Ndanda, wafanyakazi wa zamani wa hospitali, marafiki wa Hospitali ya Mtakatifu Benedict Ndanda, wananchi wote wa Tanzania na nje ya nchi kuungana nasi katika kuandika historia mpya kwa kuchangia maendeleo ya hospitali yetu. Michango hiyo itasaidia kufanikisha ununuzi wa mashine ya MRI, kukamilisha miradi ya maendeleo na kuboresha zaidi huduma za afya kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya bodi ya wadhamini, bodi ya ushauri, management, wafanyakazi na familia nzima ya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda, tunashukuru kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa kihistoria kuelekea jubilei ya miaka 100 ambayo tunaitarajia kuadhimisha mwaka ujao wa 2027. Tunashukuru kwa ushirikiano wako na serikali ya wilaya na kuendelea kuunga mkono jitihada za hospitali yetu. Tunatoa shukrani za pekee kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuimarisha sekta ya afya nchini. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano wake wa karibu na hospitali ya St. Benedict Ndanda. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Abasia Ndanda, Mwashamu Abate Christian Temu kwa uongozi wake wenye maono na malezi ya hospitali, washirika wote wa maendeleo na wafadhili, wafanyakazi wote wa Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Benedict Ndanda kwa kujituma kwao kila siku,
wananchi wote wanaoendelea kutuamini na kutumia huduma zetu, tunawahakikishia kuwa tutaendelea kudumisha kauli mbiu yetu ya miaka 100 ya hospitali ya Mtakatifu Benedict Ndanda, huduma bora kwa watu wote.